Baadhi ya wafanyabiashara wanaotumia bandari ya Dar es Salaam nchini Tanzania wamesema katika siku 100 za utawala wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan zimekuwa za mafanikio makubwa na neema kubwa katika sekta hiyo. Mmoja wa wafanyabiashara hao wakubwa anayemiliki bandari kavu kupitia kampuni yake ya PMM Group, Dr. Judith Mhina Spendi, katika mahojiano yake maalum na George Marato TV, amesema kama mwekezaji wa sekta hiyo kwa siku 100 za uongozi wa Rais Samia amepata mafanikio makubwa. Kama mwekezaji, siku 100 za utawala wa Rais Samia Dr. Samia Suluhu Hassan umekuwa ni siku za neema sana kwetu, na ukichukua maandiko matakatifu ninaweza kusema kwa kutumia Biblia kidogo kwamba tumepata matokeo mazuri sana katika huu utawala, kwamba sisi wafanyabiashara tumeona neema ya Mungu kwamba tumepata biashara za kumwagika, kujaa na kusukwasukwa. Tumekuwa na neema kubwa katika makontena. Kontena zimeongezeka sana kuja kwenye bandari ya Dar es Salaam. Tumejaza ma-ICD full, na kweli tumeona baraka za Mungu na mkono mkuu alionao Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, kwamba amewezesha uwekezaji umekuwa na faida kubwa, na watu dunia nzima wanaona Tanzania ni sehemu ya kuleta biashara zao. Tunashukuru sana sana sana. Utawala huu ni uongozi bora na umetuletea amani mioyoni kwetu na biashara zetu zinakuwa. Kwa sababu hiyo, Dr. Judith ambaye pia ni mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya PMM Group ametoa ushauri wa kuongeza biashara katika sekta hiyo kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi. Tukiongeza gati namba 12 mpaka 21, tutakuwa na uwezo wa kupokea meli zingine kama 6 au 7 kwa siku, na hiyo kila meli kwa saa ikiteremsha kontena 40, tutakuwa tunateremsha kontena 200, kontena 40 kwa saa kwa kila kreni, ambayo kila meli itakuwa na kreni 2. Kwa hiyo kwenye meli 6 kreni 2 ni 12, na kila kreni itateremsha kontena 40 kwa saa. Kwa hiyo kwa muda wa saa moja tutaweza kupokea kontena 480. Itaenda sambamba na kutengeneza njia ya reli. Ile njia ya reli itakuwa na treni takribani block za treni 12 ambazo zitakuwa zinaondoa makontena bandarini kwenda bandari kavu mbalimbali, tukijumuisha kwenda Tazara na TRC. Kwa msingi huo basi, kama kwa saa tutapokea kontena 480 kidijitali kwa siku nzima, masaa 24, au tupunguze yawe ni masaa 20 kwa siku mara kontena 480, ina maana tutakuwa tunapokea kontena 6 karibu 9600 kwa siku, na hapo tutaweza kupokea export kontena 9600. Kivipi tunaweza kufanya? Tumeshatengeneza study, tumeshaziandika, wataalamu wameshakuja kuangalia, na kweli hii inawezekana katika kuelekea uchumi wa kupata dola trilioni 1 na kuongezea GDP ya taifa. Kwa kweli siwezi kusema ni nini kinafanyika. Nadhani ni muda tu unatakiwa. Tukishaelewa hili swala, tutafanya haraka sana. Sisi kama wazao wawekezaji tutakimbiza, kwa sababu tunajua faida yake kwamba nchi itajengwa na wazawa wenyewe.
pamoja na wafanyabiashara wenzangu tumeona kwamba kuna mafanikio makubwa sana kwa siku hizi 100 kwetu sisi wawekezaji, msaada kwa wanawake, watoto na vijana wote wamepewa fursa ya kuwekeza. Tukiungana pamoja, kwa sababu Tanzania Mungu ametubariki, tuna njia mbalimbali za biashara, tutaweza kusonga mbele tukishikamana na serikali kutusaidia kutupatia vibali mbalimbali ili tuweze kufanya hizi kazi kwa ufasaha zaidi. Tunamwahidi Mheshimiwa Rais tutakuwa royo na tutafanya hizo biashara kwa uhakika. Hata hivyo, wamesema ni wakati sasa kwa wadau kukutana na serikali ili kuondoa changamoto ambazo zimetokana na ongezeko kubwa la mizigo katika bandari ya Dar es Salaam. Mapendekezo yangu, ili biashara iongezeke, inabidi tubadili kidogo namna tunavyofanya biashara hii, kwa sababu population zinaongezeka, na unajua kwamba bandari yetu ndio inapokea mizigo yote ya Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na DR Congo. Tunajua viwanda vimeongezeka huko vya aina mbalimbali na shehena zinaongezeka. Kwa hiyo kidogo tunaweza kukutana sisi wadau wote tukapendekeza njia za kuweza kukabiliana na ongezeko la mizigo bandarini, ambayo ni rahisi tu, na hii tukishabadili itatuwezesha kufikia lengo letu la kufikia dola trilioni 1 hadi itakapofika mwaka 2027. Sisi kama wawekezaji tuna mipango madhubuti ambayo tunaweza kufanya ili kuondoa changamoto zilizoko kutokana na miundombinu michache, kwamba barabara yetu imekuwa finyu, magari yamekuwa mengi. Kwa hiyo tunapendekeza kuwe na interchange kule bandarini, mageti yaongezeke, system ya kuclear mizigo ibadilike kidogo, tuwe na plani za siku 30 tukipata manifest tayari na mipangilio mingine ambayo ni rahisi tu kutekelezeka. Kwa hiyo kwa kufanya hayo mambo machache niliyotaja na mengine mengi kama 10 hivi, kwa kweli tutaweza kurahisisha uondoshaji wa mizigo bandarini. Wawekezaji wameweza kufanya kazi nzuri, kwa hiyo bandari ya Dar es Salaam inapokea meli nyingi zaidi, na ndio maana tumepata shehena zaidi zote, shehena za kichele, shehena za makonteina na shehena za mashini kubwa. Sasa cha msingi ni kuipanua bandari zaidi. Kuipanua inawezekana, wawekezaji wapo, watu wako tayari kufanya hizo kazi, ili baada ya siku kama miezi 24 tutakuwa tunapita hapo bandarini kama vile tunavyoingia sehemu yoyote. Bandari itakuwa na sifa kama za bandari za Antwerp na zinginezo kubwa duniani. Ni kuongeza gati zingine hapa Dar es Salaam, gati namba 12 mpaka gati namba 21, kuongeza bandari ya Kilwa, kuipanua Kilwa, kuongezea gati zingine bandari ya Mtwara, kuongeza gati zingine bandari ya Tanga, na pengine pote. Tayari taasisi mbalimbali zimeelezea mafanikio makubwa ambayo yamepatikana katika siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. GMTV, Dar es Salaam.